Tunapoteza nguvu kushughulika na upinzani kuliko ripoti ya CAG. Hayo ni maneno ya rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS, wakili Boniface Mwabukusi, ambaye ametoa kauli hiyo nzito kuhusu ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG, akidai kuwa ripoti hiyo imeendelea kuwa kumbukumbu ya kila mwaka isiyo na matokeo ya kisheria kwa wabadhirifu wa mali za umma. Akizungumza na televisheni ya Sauti Digital, Mwabukusi ameeleza kusikitishwa kwake na namna serikali ya vyombo vya dola inavyoshindwa kutumia robo tu ya nguvu inayotumika kwenye siasa kudhibiti ubadhirifu unaofichuliwa na CAG, na nukuu, "Kwa hiyo tukiweza kutumia huo ujumbe kwa kutumia vyombo vyetu kama TAKUKURU, ofisi ya CAG mwenyewe na ofisi ya DPP, huku ndiko tulikotakiwa tuweke mkazo, sio huku tunakokimbizana na kina Chadema, huku mara umemkamata Tundu Lissu, sijui umemkamata nani, vitu vidogo vidogo visivyokuwa na maana. Tunapoteza muda mrefu, robo tu ya nguvu tunayopeleka kwenye siasa kukimbizana na vyama vya ukweli vya upinzani, tukaiweka huku kwenye kusimamia rasilimali. Kuna fedha nyingi sana zinaweza zikaokolewa na zikaenda kusaidia kwenye ujenzi wa miradi na huduma za jamii," ameeleza Mwabukusi. Mwabukusi amebainisha kuwa CAG anafanya kazi kubwa ya kugundua mapungufu, lakini inapofika wakati wa kutoa mapendekezo, ofisi hiyo inakosa nguvu ya kisheria ya kusimamia utekelezaji. Amependekeza maboresho ya vifungu vya sheria ili kumwezesha CAG kupendekeza hatua za kisheria moja kwa moja, na nukuu, "Mimi nilikuwa nadhani kuhusu CAG tuboreshe kifungu cha kumwezesha kuchukua hatua au kupendekeza hatua za kisheria, kwa sababu nilikuwa nasikiliza mapendekezo ya CAG. Ukweli amegundua mambo makubwa, lakini kila akifika kwenye mapendekezo alikuwa anabutua, alikuwa anapaisha. Nilikuwa naona mapendekezo yake yalikuwa haya shabiliani na ule udhaifu aliyokuwa akiugundua. Kwa hiyo hapo ndio sehemu yenye udhaifu. Namna ya kuchukua na kuifanyia kazi ili kumfanya mtu aogope kwamba kuchukua fedha ya umma au kufanya ubadhirifu kwa mali ya umma ni jambo hatari sana kwa mtu asilizoee," amependekeza hivyo Mwabukusi. Moja kati ya wadau ameandika, ngoja nipitie baadhi ya comment, Moja kati ya wadau ameandika, "Kumbuka kwa Watanzania mpinzani ndio adui mkubwa kuliko fisadi." Mtu mwingine ameandika, "Nepotism at work, usiwe na wasiwasi, aibu inatosha kuwajibisha." Mtu mwingine ameandika, "Kabisa, yani umesema kweli Mwabukusi." Namna hiyo. Hizo ndizo baadhi ya comment kufuatia huo ujumbe ambao ndugu Boniface Mwabukusi anasema hapa kwamba nguvu kubwa inapoteza kushughulika na vyama vya upinzani, kuwaweka kuna Tundu Lissu gerezani, ila haitumiki kuwashughulisha wale watu ambao wanafanya ufisadi au ufisadi au wanaotumia mali za umma. Nini maoni yako? Hii ni VOT Media, sisi tumechangamka.